hiyo, maana zile zote ambapo zinapofanywa ambayo watu wamebuni haiko katika Biblia, lakini ni vyema tukaweze kuenea ambapo Bwana alikusudia. Haleluya, amen. Ninashukuru kwa ajili somo ambalo tulikuwa nalo, ili linaweza kutendeka tu kama tena tumefahamu ubatizo ni nini katika maisha yetu, katika njia hizi za ubatizo. Iposa kile ambapo kilikuwa kinazungumziwa kinaweza kipuka ndani yake na kikaanza kufanya kazi, ni kwa ajili ameenda katika njia iliyo salama. Haleluya, amen. Hata kama atakuwa nalo, anaweza kuwa na kile Bwana alimpa, lakini upate kwamba akitakuwa na nguvu, kitabaki tu vile vile, akita grow. Ni kwa ajili kuna njia moja, wakati ambapo ataingia katika ubatizo, kile kitu ambapo Bwana aliweka ndani yake kitaanza kutenda kazi ndani yake. Haleluya, amen. Kwa hivyo siku ya leo nataka tukaweze kuchukua muda. Nimesema kwamba kuna ubatizo mara 3 katika Biblia, na ambayo Biblia inazungumzia mara 3, lakini hatutazungumzia leo kwa ajili ya wakati ambapo ipo, lakini tutaenda siku baada ya siku ili tukafahamu ya kwamba ubatizo huu mara 3 ni gani. Kwa hiyo ubatizo ni kuingizwa katika maji. Wengi wameamini ya kwamba ubatizo ni kuwekwa katika maji. Hasa mno kuna dini zile zinaamini ya kwamba maji, na kuna zile ambapo zinaamini ya kwamba ni kupitia katika bendera, na kuna zile ambapo zinaamini ya kwamba ni kuwekwa tu msalaba katika uso. Haleluya, amen. Lakini ile hasa mno Biblia inazungumzia ni tofauti na jinsi wanavyoamini. Heri wale ambapo wanaamini ya kwamba kuwekwa katika maji, maana iko katika Biblia. Haleluya, amen. Lakini sitazungumzia ya maji, maana najua nikianza kuzungumzia katika maji kuna mambo mengi, tutamalizia kule. Haleluya, amen. Batizo la kwanza ambayo tutazungumzia ni kuhusu baptism into Christ and his body. That's the first baptism. The second baptism tutazungumzia baptism in water or water baptism. Hallelujah, amen. Batizo la 3 tutazungumzia Holy Spirit baptism. Hallelujah, amen. Hizo zote ni batizo ambayo ziko katika Biblia, na tukinenda tutaifahamu na kuelewa hizi baptism jinsi zinavyofanya kazi katika mwili wa Yesu Kristo. Haleluya, amen. Na hii baptism zote unapozingatia zile masomo ambapo tulikuwa nayo last month, utapata karibu zinakaribiana. Haleluya, yaani zinakaribiana, maana kuonyesha kwamba kuna muhimu wa ubatizo. Haleluya, na ile ambapo tulikuwa tunalani mwezi uliopita itafanyika tu kama tutazingatia hizi ubatizo ndani yetu. Haleluya, iposa hata kile ambapo Bwana aliweka ndani yako kitafanya kazi. Ni kwa ajili ya ubatizo huu, kitakuwa na nguvu, ni kwa ajili ya ubatizo huu. Haleluya, lakini kama hakuna ubatizo huu, basi haitakuwa na nguvu, haitakuwa na impact katika maisha yako. Lakini wakati unapobatizwa, basi utaona ikiwa na impact, utaona ikichukua njia nyingine tofauti, utaona ukitumika ile nafasi ambapo uko katika njia nzuri ambayo itafanya mwili wa Yesu Kristo ikaweze kujengeka na ikawe tofauti. Haleluya, amen. Kwa hivyo nataka tu tukazungumzie baptism into Christ and his body.
Bwana apewe sifa. Batizo hii Wakristo wengi wajafahamu. Wengi wanatembea lakini hawajajua kwamba kuna kitu ambapo wamepakisha wakaweze kufikia, ili wakaweze kufanyika wana na kutenda kazi ya Mungu katika njia ambayo inafaa. Haleluya. That's why nikasema kwamba kuna mtu ambaye anaweza kuwa hapa ni mwimbaji mzuri, lakini hiyo uimbaji haitakuwa na impact. Ni kwa ajili hajabatizwa katika mwili wa Yesu Kristo. Haleluya. So atafanya kwa nguvu zake, atafanya akiwa kwamba mwili ndiye imemtawala, mwili wake, nafsi yake ndiye imemtawala. Kwa hivyo ile impact haitakuwa ndani yake. Haleluya. Tutasoma kitabu Wakorintho wa kwanza 12. Uangalie zile vitabu. Ukienda katika masomo ambapo tulisoma mwezi uliopita, na uangalie vitabu ambapo tutasoma katika hii lesson, utapata hizi zinaambatana. Masomo ambapo tulisoma mwezi uliopita na masomo hii inaambatana kulingana na vitabu zile ambapo tutasoma. Haleluya. Hata kuna uwezekano ya kwamba upate ya kwamba kuna kitabu ambapo tulisoma katika ile lesson, upate ya kwamba tena itatajwa katika lesson hii. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo aliye na Biblia, hebu fungua first Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 13. Neno la Bwana linasema, kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 12 mstari wa 13. Neno la Bwana linasema, kwa maana katika roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa roho mmoja. Amina. Bwana apewe sifa. Amen. Jina la Yesu Kristo ndiyo lililofanya kwamba tukakutana pamoja. Utapata kwamba singejua dada wetu Pamela, ama singejua ndugu yetu Eric, lakini kwa ajili Yesu Kristo alitufanya tukawa pamoja. Na ni Yesu Kristo peke yake ambaye alifanya kwamba tukaweze kukutana na yeye. Bwana apewe sifa. Kama sio Yesu Kristo, singelijua ndugu wetu Eric, singelijua ndugu wetu Carlos. Haleluya. Lakini kwa ajili ya Yesu Kristo ambaye tuliingia ndani yake, hii ndiyo ilifanya tukapatana na yeye. Maana tulipatana sio kwa biashara zingine, lakini tulipatana kwa ajili ya kutengeneza mwili wa Yesu Kristo. Haleluya. Kiposa kanisa lolote ukipata likiwa kama Yesu Kristo, lazima wawe unique kwa kitu kimoja, ya kwamba ni Yesu Kristo ambaye aliwaunganisha. Haleluya. Kama sio Yesu Kristo, basi tungesema kwamba mimi sijui wewe unatoka Bungoma, mimi natoka South Nyanda, hao tutapatana namna gani? Bwana apewe sifa. Hii ndiyo inafanya kwamba Yesu Kristo alifanya ya kwamba kila taifa lilikutana. Linapokutana kwa ajili ya kuita Yesu Kristo, haitakuwa ya kwamba mimi ni taifa, mimi ni kabila ingine. Wote tumekuwa kitu kimoja, maana tunalikiri jina la Yesu Kristo ambaye alienda pale msalabani
Haleluya. Na hii imetufanya tukawe mahali hapa, sio mahali ambapo imetufanya, lakini ni Yesu Kristo ambaye ametuunganisha pamoja. Kwa hivyo tunastahili tuwe the same attitude to Jesus Christ. Mtu akiangalia aone hakuna utofauti, maana tunatukuza jina la Bwana. Mtu akapitia kwa mwingine atapata the same. Ile lugha tunazungumza ni hii ambaye ndugu anazungumza, ni kwa ajili ni Yesu Kristo ambaye ametuunganisha pamoja. Haleluya, amen. Bwana apewe sifa. Amen. Hebu tupate, nasema naenda haraka maana this ni topic tu nasema tumalize kwa wakati. Kwa hivyo nazingatia wakati ili nisikule masaa mingi sana. Mtachukua tu hizo vitabu mtasoma baadaye. Hebu tuende katika Efeso 4 mstari wa 5. Efeso 4 mstari wa 5. Inasema, yes, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Haleluya, amen. Tunasema tuwe kama ni imani tuwe nayo moja, ambayo imani hii sio ingine, ni kuamini ya kwamba Kristo Yesu alikufa na akafufuka. Haleluya, amen. Kwa hivyo hii imani tunasema iwe moja, isiwe kwamba ingine iko tofauti, ingine naye iko tofauti. Tuko mwili mmoja, na hii mwili mmoja ndiyo inayofanya ya kwamba ufalme huu unajengeka. Haleluya, amen. Bila kuwa na ubatizo huu mmoja, roho mmoja, basi itakuwa ngumu kuelewa ya kwamba hakika kile biashara ambapo ilituunganisha mahali hapa Yesu Kristo. Haleluya, amen. Sio mtu mwingine, si ya kwamba labda ni askofu alifanya tuungane mahali hapa, si ya kwamba ni mchungaji aliyofanya kwamba tukaweza kuungana mahali hapa. Ni Yesu Kristo peke yake ambaye alifanya tukaweze kupatana. Haleluya, amen. Enda kwa Korintho wa pili wa kwanza 10:17. Uanzie 15 hapo, anzia 15 ufike 17. Korintho wa kwanza 10:15 hadi 17. Yes. Neno la Bwana linasema, nasema kama na watu wenye akili, lifikirini nyinyi ninenalo. Yes. Kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate ule tuumegao, si ushirika wa mwili wa Kristo? Yes. Kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja. Kwa maana sisi sote twapokea sehemu ya ule mkate mmoja. Yes. Yes. Thank you. Bwana pewe sifa. Amen. So, unaona kitu hiki vile kinaenda. That's why tunasema kwamba bila kuunderstand ya kwamba tumepatiswa ndani ya Yesu Kristo, na wakati tumepatiswa ndani ya Yesu Kristo tuko kitu kimoja. Hakuna mwingine hapo nje ya mwili huu. Kwa hivyo wakati hata unapoona kwamba tumeandaa meza mahali hapa, ni ya maana wakati ambapo waga tunamega, hakunanga tutaweka mkate ingine iwe tofauti. Hii itakuwa ya wazee, hii mkate ingine wache iwe ya wamama, hii mkate ingine wache iwe ya vijana. Waga tu mkate moja ambayo wanga inaandaliwa mahali hapa tunapokuja tunapoikula. Bwana apewe sifa. Hii mkate kuna kitu wanga inaleta, hii inafanya sasa
inafanya tunabatizwa katika Yesu Kristo. Haleluya. Hii inatutia nguvu katika Yesu Kristo. Wakati ambapo unaona tunamega, tunabatizwa ndani ya Yesu Kristo. Haleluya. So tunapata nguvu nyingine tofauti. Kama tulikuwa udhaifu unastahili usiwe tena, maana tumefanyika kuwa mwili mmoja. Nikikutana na ndugu Felix, nimekutana nami. Kila ambacho kitagusa ndugu Felix kimenigusa mimi. Haleluya. Maana tuko mwili mmoja, na mtu ambaye amefanya tuwe mwili mmoja ni Yesu Kristo peke yake. Haleluya. So wakati unapata kwamba umebatizwa ndani ya Yesu Kristo, hautafurahia mwingine anapoumia, maana itakuwa kwamba yale machungu napitia hata mimi napitia. Haleluya. Kwa ajili ulibatizwa ndani ya Yesu Kristo, so imekuwa affect. Wakati umesikia mpendwa ako mbali na anapitia majuto, inakuwa affect. Unaona kitu unaweza saidiana na yeye. Haleluya. Na hii inafanya kwamba kile Bwana alikusikia ndani yako kitakuwa na nguvu, na kusikia kwamba nastahili nikaweza kusimama na ndugu ni kwa ajili ako katika mapito fulani. Lakini kabla hujabatizwa na Yesu Kristo, utafiri kawaida, kanisa litafiri kawaida, alitafiri ya kwamba kuna mmoja ambapo ako mahali anaumia. Haleluya. Hilo kanisa alijabatizwa ndani ya Yesu Kristo, liko tu, lakini limekosa kitu kimoja, ya kwamba kubatizwa ndani ya Yesu Kristo. Haleluya. Na hili somo ambalo tulikuwa naye last inaweza fanya tu kazi wakati tutakubali kubatizwa ndani ya Yesu Kristo. Haleluya. Hautakuwa na amani wakati utasikia kwamba dada fulani ako hospitalini analala, anaumia. Hautakuwa na amani, itakuwa kwamba ni wewe tena unajihisi ya kwamba hata umekojeka. Bwana apewe sifa. Because ni mwili. Kwa hivyo akiumia hata mimi naumia. Haleluya. Tukuombe tu kanisa la Bwana ya kwamba tukabatizwe ndani ya Yesu Kristo, tukachukua uzito huu, ikawa ya kwamba kila ambapo tulijifunza kikafanya kazi ndani yetu, kitafanya tu, kitachukua tu wakati tunakubali ya kwamba tukaweza kubatizwa ndani ya Yesu Kristo. Haleluya. That's very important. Wakati unapata kwamba mtumishi wa Bwana amefika mahali anasema kwamba tutakuwa na meza ya Bwana, usichukulie kama jokes. Wakati utachukulia kama jokes, haitasalisha ndani yako. Lakini wakati utachukua kwamba hii ni sauti ya Bwana, na useme kwamba uamini ya kwamba kupitia katika hii mkate ambapo na mega itaniongezea kitu ndani yangu, itasalisha ndani yako. Haleluya. Lakini ni ngumu. Unaweza ukameka hiyo mkate, hakuna matokeo. Umege, hakuna matokeo. Why? Ulichukua ni desturi ya kanisa letu. Lakini haistahili desturi, inastahili kabadilishe akitu zetu zikaweze kubadilika. Maana hakuna yule ambayo aliyeenda kuanguka kwa maji na akatoka atoke pale akiwa hivyo, kama hakuamini ya kwamba kuna kitu katika ulimwengu wa kiroho inaenda kutendeka. Ukisoma maandiko, kuna mahali katika John inasema kwamba kaeni ndani yangu nami ndani yangu, chochote mtakayoomba mtapokea. Haleluya. Hii itafanyika kwa ajili umebatizwa ndani ya Yesu Kristo, unafanana na Yesu Kristo,
unatembea kama Yesu Kristo aliyotaka, utasalisha katika maisha yako ya kiroho. Pigia Bwana makofi mazuri. Asante. Twende katika kitabu ya Wagalatia 3, kuanzia pale 20, anzia 26 fika 27. Wagalatia 3. Inasema Wagalatia 3 mlango wa 26 na 27. Neno la Bwana linasema, kwa kuwa nyinyi nyote mmekuwa wana mmekuwa wana wa Mungu, yes, kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Maana nyinyi nyote mliobatizwa katika Kristo, yeah, mmemvaa Kristo. Amina. Hebu rudia mstari kwa nguvu dada yangu. Soma na sauti kama mtu ambaye amepata kachani. Kwa kuwa nyinyi nyote mmekuwa wana wa Mungu, kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Maana nyinyi nyote mliobatizwa katika Kristo, yes, mmemvaa Kristo. Haleluya. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Ukiangalia maandiko haya inathibitisha kwamba ili tukaweze kufanana na Yesu Kristo, ni sharti tubatizwe katika Kristo. Bwana apewe sifa. Amen. Kubatizwa ndani ya Yesu Kristo kuko na nguvu katika maisha ya mtu ya Kristo. Ukikosa kubatizwa ndani ya Yesu Kristo, hautatenda mapenzi ya Bwana. Utaenda njia yako, utafuata njia yako, ndio utamtukuza Bwana, ndio, lakini hautatenda yale makusudi Bwana alikusudia ukaweza ukatenda. Maana umelaki kitu kimoja, haujabatizwa ndani ya Yesu Kristo. Haleluya. So, ni vizuri Mkristo ukatamani kubatizwa katika Yesu Kristo, ili ukaweze kupata ukasalisha katika ufalme wa Mungu. Sharti tukabatizwe ndani ya Yesu Kristo, hii utasalishwa katika maisha yako. Uko na uimbaji, uko na vipawa mingi ambayo tulisomewa mahali hapa. Hii vipawa havitafanya kazi, itakuwa tu ni masomo, mtazifikia lakini hamtafikia. Ili kutufikia vile vipawa vilisumuliwa, ni lazima ukaweze kubatizwa ndani ya Yesu Kristo. Iposa utaona kile ambapo Mungu aliinvest ndani yake kitajitokeza na kitasalisha katika ufalme wa Mungu. Haleluya. Bila kubatizwa ni ngumu mpendwa, hauwezi salisha mpaka ubatizwe ndani ya Yesu Kristo, ndiposa utasalisha. Utakuwa mwimbaji, lakini wakati ambapo unapoimba haitakuwa na impact. Why? Haujabatizwa ndani ya Yesu Kristo, ndiposa ukaweze kusalisha kile ambayo Bwana aliweka ndani yako. Utasalisha, lakini utasalisha konoko. Haleluya. Lakini sio kile ambacho Mungu aliweka ndani yako. Anapoangalia anasema, ngai niliweka kitu fulani, lakini naona ile ambapo kinasalisha sio kile ambapo ninatarajia kikaweza kutoka katika huyo. Haleluya. Amen. Kwa hivyo wapendwa wa kanisa, bila ubatizo wa Yesu Kristo hakika ni ngumu. Bila ubatizo wa Yesu Kristo
utaona kazi ikiwa ngumu. Bila ubatizo wa Yesu Kristo, kile kipawa ambapo Bwana aliweka ndani yako akitaonekana mpaka wakati utakubali kubatizwa ndani ya Yesu Kristo, na hiyo kitu ndio utasalisha. Haleluya, amen. Vitu hivi vyote havitafanyika, havitasalisha ndani yenu. Ama kubatizwa kwa Yesu Kristo sio kwingine ambapo utatarajia. Utabatizwa kwa Yesu Kristo bali Roho Mtakatifu. Haleluya, amen. Hii inabeba zote ukaweza kubatizwa ndani ya Yesu Kristo. Because ninapozungumza kubatizwa kwa Yesu Kristo, najua mawazo ya mtu anajiuliza kwamba nitabatizwaje ndani ya Yesu Kristo. Maswali ni mingi mahali ambapo umekaa. Roho Mtakatifu ndiye anaweza kukufanya ukaweza kubatizwa katika Yesu Kristo. Haleluya, amen. Bwana apewe sifa, amen. Kwa hivyo ni vyema kanisa tukaweze kufahamu ubatizo huu wa Yesu Kristo, na kanisa la Bwana litakuwa na njia la kupendeza, la kuleta matunda. Kazi ya Mungu itakuwa nyepesi, maana once utabatizwa ndani ya Yesu Kristo haitakuwa mzigo tena, itakuwa nyepesi. Haleluya, amen. Kwa ajili wakati nitaachia tu mahali pale, wakati tutakutana tutazungumzia kuhusu batizo wa maji. Mungu amana awabariki. Thank you. Karibu askofu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tusimame tunapoomba. Baba wetu, katika jina la Yesu tunakubariki, tunakuinua mchana wa leo kwa ajili ya ukuu na uweza wako. Wewe ni Mungu ambaye wasema ni mkate wa uzima na wa milele. Mfalme anayekula huwa anaoishwa hata milele. Maana Bwana uaminifu wako ni ndio tena ni amina. Ndiposa mtumishi wako Bwana amenena na kanisa, na ni ombi langu Bwana mabwana uzidi kutuinua na kutuwezesha hata kutupa ufahamu wa Roho Mtakatifu na nguvu zako Bwana majeshi, ili tunapokutumikia Bwana mabwana tukajue shati tukazame ndani mwako Mungu mwenye uwezo, ili tudumu katika ubatizo wa Roho wako Bwana, na ubatizo wa ushirika mtakatifu. Nasi tukushukuru kiwango cha kuabudu. Pokea sifa na utukufu. Aliyetoa neno hili mkononi mwako abazidi kumuongoza na kumuinua na kumtakasa, ili aendelee kuwa baraka kwa kanisa na kwa wengine wote anaokutanika nao. Hata nasi tuliyopokea neno hili Bwana, Mfalme, kupokea kujatosha Bwana, kabla halijaingiza katika matendo. Tusaidie Bwana, neno hili ligeuke kuwa taa tena mwanga wa njia yetu, ili ya kwamba Bwana wa Bwana tukatamani kukulia wokovu, hata kudumu katika Roho. Nitakutukuza maana unatenda. Barika Mtakatifu